na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Nafika mwisho wa kipindi au somo letu hili la kwanza, mwanzo na uendelezaji wa familia. Pengine nimepita juu sana, lakini ukiona kuna eneo unahitaji kuuliza, unahitaji msaada, karibu. Tunao walimu wengi hapa, kuna maswali, kuna majibu utayapata. Karibuni. Kuhusu familia, mwanzo na uendelezaji wa familia. Karibuni kwa maswali, kwa michango, kwa mawazo. Kama hatutaki kurejeza, karibu. Pengine Mchungaji Koroso, kaka Timo na yote. Maswali yote si lazima tajibu mimi, kwa hiyo pengine akiona sawa. Karibu. Nashukuru sana mwezeshaji kwa kipindi kilichopita ambapo tumepata mawazo chanya kabisa katika kuzijenga na kuziendeleza familia zetu. Amen. Nadhani sisi ambao tumefika tutakuwa na mabadiliko na wale ambao hawapo nadhani watapata shida, lakini elimu hii nadhani itawaendea na watu wengine pia. Amen. Kwa sababu sisi nadhani tunaendelea kujifunza vyema. Amen. Sasa swali langu liko hapa kwamba katika mwanzo tumeona kabisa mwanzo wa familia ile ya Adam na Hawa, na mpaka walipoenda kwenye masuala ya kwenye bustani ya Eden. Sasa na hata umejaribu kuzungumzia kule sherehe ya Kana. Lakini kwenye maandiko matakatifu yawezekana mimi sielewi vizuri. Hakuna sehemu ambapo tunaambiwa kwamba Adam na Hawa walifunga ndoa ya Kristo kanisani. Je, hili likoje? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ya kufunga kanisani, maana ukisema kanisani inabidi Biblia ituonyeshe kanisa gani na ni wapi ilikuwa, lakini tunasema sitaenda kwenye jibu moja kwa moja, kama nilivyosema tutashirikisha walimu wengine. Labda kwa kifupi tu kama mwanzo au dokezo ni kwamba Mungu, kwanza tuangalie ndoa ni nini kwanza, si ndio? Ndoa, kusikia ndoa au amefunga ndoa. Ndoa ni makubaliano baina ya kijana wa kiume na binti wa kike kuishi pamoja kwa maisha yao yote, si ndio? Au mapatano, wengine wanasema mkataba, si ndio jamani? Wengine wakaja na msemo mwingine wakasema pingu za maisha, kwa maana ni kifungo fulani hivi. Pengine tusikubali sana hiyo kwamba sasa ni kifungo, pengine inaweza ikaingia kwenye tafsiri hiyo kwamba hauwezi kutoka kirahisi hadi vile ambavyo pengine Biblia imesema wazi, hadi mmoja atakapo fariki, si ndio? Nje ya hapo bado uko kwenye muungano huo. Kwa hiyo ilifungwa wapi? Karibu kaka Timo kwa swali la ndugu yetu hapa. Anasema kwenye Biblia haoni Adamu na Hawa walifunga ndoa kanisani. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa kweli, hebu niulize swali, samahani, nije mbele hapo kwa ajili ya kamera. Sawa. Hebu niulize swali, wapi kwenye Biblia yetu, tupate mifano mizuri labda kuchengana, kama ni Agano Jipya, Agano la Kale,
tuone wapi wamefunga ndoa kanisani. Yote tusaidie. Hawakuwa na ndoa, Agano la Kale, Agano Jipya, hawakuwa na ndoa? Zilikuwepo? Zilikuwepo, si ndio? Ndio. Ambazo ni halali, ndoa halali, si ndio? Ndio. Zilikuwepo. Unajua Agano la Kale hawakuwa na kanisa. Kanisa halikuwepo kabisa. Lakini ndoa zilikuwepo. Amina. Amen. Yesu, baba yake Yusufu na Maria, wakati baba alikuwa ni mbinguni, lakini wale wazazi wake waliomlea walikuwa na ndoa halali. Hawakufunga ndoa kanisani. Kwa hiyo tunapaswa kujaribu kuwaza mbali zaidi kidogo hapo. Kumbe tuna desturi zetu nzuri tu, lakini tuangalie cha msingi, vile vitu vya msingi kabisa kama nilivyoeleza vizuri kaka Mikael ni nini. Hebu fungua pale kwa Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Tasoma haraka haraka. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Inaeleza vile walivyofanya Adam na Hawa. Uniambie hapo, je, ni vifungo? Ni kitu halali au sio? Adam, ni mstari tu uliotangulia, alisema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Ni tamko lake Adam. Na Biblia inafafanua kwamba kwa tamko hilo mwanamume ameachana na baba na mama, ameambatana na mkewe na wakawa mwili mmoja. Vipengele vitatu. Kwa tunaweza kupata tukifafanua, tukichambua, tunaweza kupata kanuni 3 za msingi za kuhalalisha ndoa hapo. Ni somo la mbeleni. Basi kama mtajitahidi kuendelea kuhudhuria siku zijazo, mtapata mafunzo mengi sana za msingi zaidi juu ya ndoa hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama alivyosema mwalimu mwezeshaji wa semina, ni kweli jamani, masomo haya ni kama yana mwendelezo, ni mtiririko, si ndio? Na kweli ukihudhuria kwa kukosa kwa kumisi, utajengwa vizuri, si ndio jamani? Kwa hiyo masomo yako mazuri, pia amejaribu kuonyesha tu vile ambavyo ndoa zimeonekana katika maandiko matakatifu. Pengine tunaweza kusema kwa nini tunakuja kufunga ndoa kanisani, si ndio? Ni tunafunga katika maneno ya Mungu, si ndio jamani? Lakini pia ukiwa umefuata taratibu huku mwanzo, si ndio jamani? Umefuata taratibu nzuri ambazo Mungu anazipenda, umeposa, umefanyaje? Kisha unakuja kanisani sasa kufunga katika maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bado tuko katika labda majibu umeridhika nayo, pengine sije kwa kuwa umesema sasa yasifanye. Hapo labda taratibu nyingine nilikuwa nataka nijue kwamba kwa mfano kama kijana wa kike na wa kiume wamekutana huko, basi wakaambizana kwamba twende tukaanze maisha. Nadhani kibiblia watakuwa na dhambi, watakuwa wamefanya dhambi kulingana na maelekezo na maelekezo haya yanayoelezwa hapo. Mpatie tukachorosi. Jamani, tunasema semina ni nzuri jamani, na maswali ndo yanaibua kuelewa, si ndio? Tuulize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani kama alivyoongea kaka yetu Timothy, kadri tunavyoendelea na semina yetu tutajifunza mengi. Swali la kaka yetu ni la msingi alilouliza, na kaka Timo amejibu kibiblia kabisa kwamba hakuna mahali hata kwenye Agano Jipya ambapo anazungumza kwamba watu walifunga harusi au ndoa kanisani, lakini watu wamekuwa wakishughulika
na desturi na tamaduni zao. Kwa mfano Wayahudi wana tamaduni zao na makabila mengine pia na tamaduni zao. Kwa hiyo niseme tu kwamba ndoa halali sio lazima ifungwe kanisani. Ndoa halali sio lazima ifungwe kanisani. Kulikuwa na ndoa imefanyika ya Isaka na Rebeka, lakini ilikuwa ni baada ya kwamba wamepata kibali kwa wazazi, ikawa ndoa halali. Kwa hiyo nikija kwenye hilo la mwisho nilozungumza, hao wanakutana barabarani huko, kijana na wa kike na wa kiume, wanasema sasa mimi ni mwanaume, wewe ni mwanamke, unaonaje kama tukaishi kama mume na mke? Alafu wanakwenda zao kwenda kuishi kama mume na mke huko wanakujua wao. Kibali wamekitoa wapi? Kwa sababu kuna wazazi waliowazaa mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo heshima na uhalali unapatikana pale ambapo huyo kijana wa kiume amempenda huyo kijana wa kike, anataka kumuoa. Sababu na dhambi, hakuna shida, aende kwa wazazi wake kwamba naomba nimuoe mtoto wenu. Watakapomruhusu, hiyo inakuwa ni halali. Kwa kukutana barabarani mitaani tu huko na kwamba tutaoana, hizo ndoa zimeishia tu kupigana mateke na kuachana na kwenda kwa mwingine hivyo. Lakini tukifuata uhalali kama Isaka alivyofuata uhalali wa kumpata Rebeka, ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo ukisoma Biblia toka mwanzo mpaka mwisho, hakuna panapoeleza kwamba labda walifunga kanisani. Ndio kule Agano la Kale pengine kanisa halikuwepo, sawa, lakini tunapokuja kwenye Agano Jipya pia hakuna mahali wanasema kwamba hata pale kwenye harusi ya Kana ambapo Yesu alihudhuria hawakuwa kanisani. Walikusanyika tu kama desturi na nani, wakafunga harusi pale, wakasherekea basi. Kwa hiyo kuna ndoa zinazofungwa kimila mbele za Mungu zinakubalika tu. Kuna ndoa ziko za kimakabila. Wahaya wana ndoa zao jinsi wanavyofanya, sijui Waangaza wana ndoa zao wanafanya. Hizo ndoa madam kibali kimepatikana kwa wazazi. Hata si Wanyakyusa tuna ndoa zetu za kienyeji zile. Madam nimepata kibali kwa wazazi wangu, wamesema okay, umuoe, basi hakuna shida. Kwa hiyo hiyo harusi kama itafanyika ni kienyeji si nini, sio mpaka iwe kanisani, na Mungu anatambua ndoa yoyote ambayo madam kibali kimepatikana kwa wazazi na wameruhusiwa kuoana hao watu, kuna shida, sio mpaka sherehe iende kanisani. Kwa hiyo nadhani hapo kaka yangu utakuwa umenipata vizuri. Na serikali yetu pia inatambua katika sheria zile, kuna ndoa za kanisani inatambua. Kuna ndoa za kwenda kufunga harusi kwa mkuu wa wilaya kule Bomani inatambua. Kuna ndoa za kienyeji za kimila zile serikali yetu inatambua. Kwa hiyo vivyo hivyo pia Mungu anazitambua hizo ndoa, lakini cha msingi kibali kwa wazazi kipatikane, watu wasioane tu ili mradi tu. Na usiende kupata kibali kwa wazazi kwenda kuolewa, kwenda kumuoa mtu ambaye alikuwa wazazi walishatoa kibali kwa mwanaume wa kwanza huko na bado yungali hai, ila akaachika, alafu karudi nyumbani yule binti kwa wazazi wake, alafu anataka kwenda kumuoa, unamsema naomba kibali cha kumuoa, kumbe alishaolewa na mwanaume mwingine huko zamani. Hapo uwe makini, usiende kuoa hapo. Huyo tayari ni mke wa mtu, hata kama walishaachana huko, kama tunavyojifunza, huyo ni mke wa mtu. Oa fresh, binti hajaolewa na mtu mwingine yeyote yule, labda kama alikufa mume wake, hapo sawa. Lakini mengine mengi haya tutajifunza kadri tunavyoendelea na masomo yetu haya. Mungu atubariki sana. Amen. Asante sana. Waebrania 3:14. Tusome Waebrania 13 mstari wa 4. Waebrania 13 mstari wa 4. 13 mstari wa 4 inasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Amina. Tunaweza tukatafakari hapo na kupata kidogo kuelewa zaidi tofauti na baadhi ya dini, hata baadhi za dini za Kikristo. Tuseme wazi, iko wazi kabisa, Waroma wanafundisha kwamba ndoa zisipofungwa kanisani, yani mtu ambaye ni mshirika wa Kiroma anafunga ndoa na mwenzie mshirika wa Kiroma humo ndani, sio ndoa halali. Biblia haijafundisha hivyo. Kwa kanisa lolote lile, iwe FPCT, iwe Anglican, iwe Deeper Life, iwe kanisa lolote lile, Biblia haijafundisha hivyo. Hata Waislamu wanapata kibali mbele ya Mungu. Wanaingia msikitini, wanafanya ndoa. Ndoa ni nje
ya imani. Wakati sawa, inapaswa uaminifu, inapaswa kuwa na imani, kuwa mwaminifu kwa mwenzako, lakini Biblia inafundisha kwamba ni wale tu watu wawili wamepata kibali kwa jamii, kwa wazazi, kama tulivyosema, sio kama wameelewana tu wao kwa wao tu, yani huko vichakani wanafanya kitu cha halali kinachoeleweka, basi wanakuwa waaminifu kwa huyu mtu mmoja, basi ndio ndoa iliyoeleweka na iliyokubalika na Mungu. Asante mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuna muda upo. Karibuni kwa maswali, ulizo, maoni. Vizuri tukiegemea katika kuuliza. Karibuni. Wamama karibuni pia kwa maswali. Karibu. Naam. Karibu. Nataka niulize swali kwamba labda inaweza katokea kwamba unataka kuachana na mke wako, yani mnaachana. Ni nani ambaye na huku Waisha sema kwamba ile ndoa haiwezi kufunguliwa na mtu yeyote isipokuwa kifo tu peke yake ndicho kinachoweza kuitenganisha. Sasa inapofikia masuala ya talaka, ni nani ambaye yuko halali kuitoa ile talaka, wakati Mungu mwenyewe alishasema hilo kwamba jambo hilo haliwezekani? Asante. Asante. Asante Mchungaji Koroso. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaka yetu anauliza kama ni nani mwenye uhalali wa kutangua wa kubadilisha talaka, sio? Okay. Sasa ametema Mungu mwenyewe ameshasema hakuna kutengana, ni kifo tu. Sasa ni nani zaidi ya Mungu? Kuna mwingine zaidi ya Mungu? Kwa maana hamna mtu yoyote wa kuweza kuruhusu kwamba talaka na iruhusu, kwamba talaka iwepo. Hakuna. Kama Mungu ameshafunga, amesema kwamba hakuna talaka, ni kweli hakuna. Wengi wapo, na hata Musa tumefunza hapo kwamba Musa aliwapa kwamba wapeane talaka, sio? Lakini maandiko yanasemaje? Kama ni mpango wa Mungu? Hapana, ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Hata leo hii mahakimu mahakamani wanaruhusu watu talaka, wapeane talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Lakini tangu mwanzo haiko hivyo. Mpango wa Mungu unabaki pale pale. Pale pale. Wewe unakuwa umetenda dhambi. Ndio, ni makosa mbele za Mungu. Kumbuke inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu sifanyeje? Yaani ukichambua hapo kuna katazo. Ndio jamani? Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye. Yaani ni katazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tunakiuka makatazo ya Mungu, basi tunakosea. Kimsingi tunakosea. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda kuomba au kutoa ni kukosea moja kwa moja. Kwa pengine kama tulivyosema tunajenga nini jamani? Nyumba za Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pengine tusitembee na mazoea. Tunaona anafanya vile, kwa sisi tufanye. Mbona fulani alienda mahakamani na mimi ngoja niende? Hapana. Kwa hiyo akikosea mimi inabidi nirekebishe kwangu, si ndio jamani? Nisikosee kama yule. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bado utakuwa unaniambia muda. Sawa. Mwingine tena? Swali? Nafikiria. Samuel, una swali? Sasa karibu. Amen. Kwenye familia kuna vice versa ambayo ipo. Unakuta mwanaume anampenda mwanamke, lakini mwanamke unakuta mpendi mwanaume.
inarudi tena, unakuta mwanamke tena anampenda mwanaume, lakini mwanaume hampendi. Ili upendo urudi, wafanyeje? Asante. Mchungaji Koroso, naona amejiandaa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni swali tata kidogo, kwamba mwanaume inatokea anampenda mwanamke, lakini mwanamke hampendi mwanaume. Alafu inatokea mwanamke anampenda mwanaume, alafu mwanaume hampendi mwanamke. Kwanza nirudi kwa muuza swali, kipimo cha upendo hapo tumekipimaje? Nini kimetuonyesha kwamba mwanamke hampendi mwanaume na mwanaume hampendi mwanamke, au yani mmoja anamchukia mwingine? Kipimo tumekipimaje hapo? Labda tumetumia nini kupima? Asante. Kipimo. Asante. Kipimo ambacho kinakuwa kimepimwa, mwanaume anachukua yale anachukua yale majukumu yake yote yanayomhusu kwa kumpenda mke wake, lakini mke wake anakuwa yeye hamtii mume wake, japo mume wake anajitahidi kwa njia yote ile, kwa namna yote ile, kwa majukumu yake, kwa kumtimiliza mke wake, lakini mke wake anaona kama vile hayafai kabisa, anamuona, anamdharau. Sasa afanyeje ili upendo urudi? Asante. Mmoja anampenda mkewe kama andiko linavyosema, alafu mmoja hamtii mume wake kama andiko linavyosema. Nafikiri ndio msingi hapo, kwamba Biblia inasema waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, vivyo hivyo wake watini waume zenu, kama Sara alivyomtii Ibrahimu, na hata alipomuita Sara akaitika saa, sema Rebeka, semaje? Kuna namna amesema pale, yani kuonyesha kwamba ni mtii kweli kweli, yani akamwita Bwana. Sawa, nadhani hapo kama kuna mahali kumepungua kuwajibika, mimi mwanaume nampenda mke wangu, yani tu asili tu itazungumza kama mimi nampenda mke wangu na naonyesha ni upendo wa moyo kabisa, upendo wangu wote kwake, hivi atakuwa ni mwanamke wa ajabu sana, kwamba sasa anaanza kunichukia mimi wakati mimi nampenda. Inaweza katokea kweli, ndio maana tunajifunza kwamba, ndio maana imeandikwa waume wapendeni wake zenu, ni kwa sababu kuna wanaume wengine ambao wanawachukia wake zao, hawapendi wake zao. Ndio maana Biblia inasema kwamba wapendeni wake zenu. Wanaume unatakiwa kumpenda mke wako kama jinsi ambavyo Yesu Kristo amelipenda kanisa. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwanaume ni kichwa. Biblia inasema kwamba mwanaume ni kichwa cha nyumba kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Kwa hiyo ni haki, ni wajibu wa mwanaume kumpenda mke wake. Kama kuna mwanaume yeyote ambaye anamchukia mke wake, labda kama akaoa mke wa pili, labda kama akaoa ni mke ambaye alikuwa ameachika huko, naye akaja kumwoa tena, kwa maana sio mke wake halisi. Lakini kama ni mke wako wa kweli, mke wako halali, mke wako ambaye umepata kibali si tu kwa wanadamu kama wazazi, lakini mbele za Mungu, ukimchukia huyo mke unajichukia mwenyewe, ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo kama kuna wanaume wa jinsi hiyo ambao, kama tupo wanaume wa jinsi hiyo ambao tunawachukia wake zetu, yaani kuanzia leo tufuate kanuni ya neno la Mungu.
wapende wake zetu. Ukimchukia mke wako, unajichukia mwenyewe. Unajichukia mwenyewe. Kwa nini umchukie mke wako? Hasira inatoka wapi? Sababu ya kumchukia mke wako ni nini? Wakati yeye anakutii, wakati yeye anakuheshimu, wakati yeye anafanya sehemu yake, anawajibika, analea watoto, kwa nini umchukie? Basi bila shaka pengine hujapokea badiliko la moyo, hujabadilika, ni mwenye dhambi. Na ukisha kuwa ni mtu ambaye ni mwenye dhambi, ni kweli pengine upendo wako utakwenda kwa mawala huko nje, utawapenda watu wengine huko ambao sio wake zako, lakini kama ndio mke wako huyo na wewe ni mtoto wa Mungu, hakuna mahali ambapo unaambiwa ushindwe kumpenda mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa ushauri ni kwamba mwanaume unatakiwa kumpenda mke wako, na ndivyo maandiko yanavyotuongoza kwamba tuwapende wake zetu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Yeye ni kichwa cha kanisa, Yesu, na wewe mwanaume ni kichwa cha mke wako. Hakuna popote ambapo utajichukia wewe kama wewe, kwamba mimi najichukia jinsi nilivyo. Kama utajichukia basi sawa, lakini sidhani kama utajichukia. Kwa kama ujichukii, unajipenda, mke wako pia ni mwili mmoja, pende mke wako. Haleluya. Kwa hiyo tunahitaji kuwapenda wake zetu kwa kufuata kanuni za neno la Mungu. Kwa hiyo vivyo hivyo mwanamke ambaye naye amekosa utii, maana hapo nimezungumza kwa mwanaume ambaye ampendi mke wake, alafu sasa mwanaume anamheshimu mume wake, yeye mwanaume anamchukia mke wake. Kwa hiyo haipendezi. Kama umepata mwanamke ambaye anasimama na neno la Mungu na anakuheshimu na anakutii kama mme na anakunyenyekea kama mme, basi onyesha upendo kwa mwanamke. Vivyo hivyo kwa mwanaume ambaye haunyenyekewi, yani mwanamke hakutii wakati wewe unaonyesha upendo, lakini yeye anakwenda kinyume. Nazungumza na wanawake. Mwanamke umeitwa, unatakiwa, umeamriwa kumtii mme wako katika Bwana. Kwa hiyo usionyeshe kumvunjia heshima, yeye ni kichwa. Usionyeshe kuonyesha kwamba wewe ndio una majukumu yote, yeye ni kichwa. Sababu kuna wanawake wengine ambao anajiona kwamba yeye sasa ndio muongoza familia. Ukiona yuko mwanamke wa jinsia ambaye hamtii mme wake, hamheshimu mme wake, maana ukijua kwamba yeye ndio amejiona kama ndio kiongozi, ndio kichwa, umekwenda kinyume na Biblia. Mwanaume ndiye kichwa. Mwanamke unatakiwa kumtii mme wako. Usichukue majukumu ya mwanaume. Usianze kuwa wewe ndio mtawala, unaanza kumiliki sa familia, wewe ndio kama ndio unaongoza. Kwa sababu hata yule mwanaume ambaye anakupenda si kwamba amejifanya yeye kama ndio bosi kwako, amekutambua wewe ni mke na ni msaidizi wake na anakupenda hivyo. Sasa wewe ukianza kumtawala mwanaume, unakwenda kinyume na maandiko. Mwanaume ndiye kichwa. Kushindwa kumtii mwanaume, kushindwa kumheshimu mwanaume, kushindwa kumsikiliza mme wako, unakosea na unakwenda kinyume na Biblia. Unapaswa kumtii mme wako kama maandiko yanavyotaka mwanamke ufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kuna hali kama hizo, hawa watu ni kuendelea kuwashauri tu, hakuna namna. Ni kuendelea kuwashauri na kuwafundisha neno la Mungu. Watakapo kaa kutulia na kujifunza maandiko na kuombeana namna hiyo, wakishauriwa watarudi katika mstari ambao unatakiwa. Kwa hiyo dawa pekee au suluhisho la kuwasaidia watu ni kuendelea kuwajenga, ni kuendelea kuwafundisha, ni kuendelea kuwaelekeza, na kama tunavyojifunza hapa saa hizi, ndio mambo kama haya yatatusaidia kuweza kujenga familia zetu vizuri, mme akampenda mke na mke akamheshimu na kumtii mume wake. Kuna masomo tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi baadaye. Kwa nadhani kwa kifupi niseme hivyo. Barikiwe. Asante. Karibu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwenye Waebrania 13 mstari wa 4 tumeona kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Lakini hapa nimepata swali ambalo limekuwa gumu kwangu. Je, ni malazi gani yaliyo safi kwa wanandoa? Je, malazi haya yanayotajwa labda ni kusafisha chumba unacholala na mashuka na blanketi na nini ndio malazi safi, au ni malazi yapi? Nahitaji msaada kwa hili ili nitoke nimeelewa kwamba ni malazi gani yaliyo safi kwa wanandoa. Asante. Bwana apewe sifa. Malazi ni yale unayolalia. Au nimekosea? Ni lugha hapo, lugha ya ishara tuseme, lugha ya shairi kidogo, lakini nafikiri inaeleweka vizuri kabisa. Kushirikiana kimwili, sawa? Ndio maana yake kwa kifupi. Tendo la ndoa hapo, Biblia kwa kifupi inaeleza kwamba kama ni ndoa ambayo ni halali, imeeleweka na jamii, huyu hajawahi kuoa, hakuna mke mwingine, hakuna mume mwingine, ni hao watu wawili, basi matendo yao ya kushirikiana kimwili ni safi, halafu ni baraka, ni kitu kizuri mbele ya Mungu. Kwa kifupi. Kwa hiyo malazi safi ni pale kulala pamoja ni safi. Nafikiri kwa lugha nyepesi. Cha kuongeza? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Swali lako? Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu kajibu vizuri. Pengine muuliza swali alivyouliza, pengine vitanda pia vinatumika vibaya jamani, si ndio? Kitanda cha wewe mwanandoa ni kwa ajili ya mwanandoa tu, si ndio jamani? Si kuongeza tena mtu mwingine pale, hapana. Na pengine na pengine basi itoshe tu kwa jibu hilo hapo, lakini linaeleweka jamani. Kwa hiyo tusiwe kama hao wengine, tunajenga nyumba za Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shukuru mseminishaji, lakini kwa kuhusiana na hili pia niongezee tu hapo, tunaposema malazi safi, najua siku hizi bwana, duniani kuna mambo mengi yanayoendelea na utamaduni mbalimbali. Mungu lile tendo ameliweka takatifu. Kwa hiyo kuna mambo mengine yameingilia katika ndoa, wengine wananajisiana, unakuta kwamba ni Mkristo kabisa, lakini unakuta anamnajisi mke wake na matendo mengine yasiyompendeza Mungu. Kwa hiyo hapo panakuwa sio mahali pasafi ambapo Mungu amekusudia uumbaji wake uendelee kufanyika. Hivyo Mungu analani kabisa kitendo kama hicho. Ndio maana ananena katika hii Ebrania ya kwamba malazi yawe safi, na akaongezea mambo mengi, anasema wazinzi wa nini, kwamba Mungu atawafanya nini? Atawahukumia mbali. Kwa maana Mungu anapendezwa na wale watu wawili ambao wamefunga ndoa yao takatifu kwa maneno ya Mungu, wakiutunza ule uungu, maana sisi ni washiriki wa uungu wa Mungu. Barikiwe. Asante sana. Swali langu liko kwenye kipindi kile cha Nuhu na gharika. Wakati Nuhu anatengeneza safina kwa maelekezo ya Mungu mwenyewe, aliambiwa kwamba aingie Nuhu na familia yake. Baadaye nafasi ilipokuwa inatosha, akaambiwa aingize na wanyama wengine. Inaonekana hata pia walikuwa na wanyama wakali na wanyama wengi wakaingizwa mle. Sasa swali langu, je, hao wanyama walikuwa katika mazingira yapi? Yalikuwa ni mazingira ya hapo karibu kiasi kwamba ilimwea rahisi sana kuwakamata kwa muda mfupi na kuwaingiza mle ndani kwenye safina, na wakati mwingine wanyama wale walikuwa ni wakali? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri turudi Mwanzo
tunaona vile Adamu alipopewa kazi ya kuita majina ya wanyama, si ndio? Tumeona aliita huyu simba, na simba jamaa kimsingi si mkali. Mnyama mwingine mkali nani? Chui, sijui faru na nani, si ndio? Anaita majina, na hawa wanyama mwanzo hawakuwa wakali, na ndio maana walikuwa wako bustanini, anaishi nao pale, sawa. Kwa hiyo wakati wa Nuhu, Mungu alimwagiza Nuhu au waingize wanyama wawili wawili, na si wanyama wawili wa jinsia moja, hapana. Akichukua labda kama ni simba dume, anachukua na simba jike, na hawakumzuru, na wote waliingia na waliishi nao mle kwenye safina, mpaka nyoka. Yaani chochote kilichoumbwa na Mungu kilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 7:9 inasema, wakaingia katika safina alimo Nuhu wawili wawili, wa kike na wa kiume, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaamini kabisa wanyama walikuwa watiifu, walimtii. Kwa hiyo hawakuweza kuleta purukushani, kuleta madhara kwa Nuhu, na aliwahudumia pia kwa chakula, kwa maana pia aliingiza chakula kwenye safina. Jaribu kuangalia vizuri maandiko yanasemaje. Inasema hapo katika Mwanzo 7, alielekeza kwamba Mungu wanatakiwa kuingia wasafi na wasio safi, wa kiume na wa kike. Mstari wa 7 panasema hivi, Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Inaonyesha picha wameshaingia. Kinachofuata, wameshaingia katika wanyama walio safi, mstari wa 8, na wanyama wasio safi na ndege navyo vyote vitambavyo juu ya nchi wakaingia katika safina alimo Nuhu wawili wawili, wa kike na wa kiume. Ameshaingia, wakaingia humo alimo Nuhu. Kwa hiyo naamini kabisa yote yalikuwa matendo makuu ya Mungu, ya miujiza yasiyo ya kawaida, hata kuongeza hilo jambo kwamba wanyama wakali waingie wenyewe pasipo kusurutishwa, pasipo kukamatwa na Nuhu. Nafikiri ni kitu kidogo sana kwa Mungu, amefanya hivyo. Waliingia wenyewe. Lakini hapo tumeshaenda mbali na mada yetu ya wiki hii. Sijui muda bado unaruhusu. Kwanza Mungu alimwamuru tu Nuhu, na alipomwamuru wakaanza kuingia wanyama, wakaingia kama Mungu mwenyewe ndo alikuwa anawaingiza. Na ndio maana mstari wa 16 wanasema, na walioingia waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili, kama vile alivyomwamuru Mungu. Alafu anasemaje pale mwisho? Sio Nuhu ndo alifunga mwenyewe, hamna. Yaani Nuhu angetaka afunge mwenyewe, angetaka mpaka ndugu zake waingie wengine, lakini hii ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Angetamani pengine hata kuku zake labda wangeingia nao wengi, lakini Mungu aliamuru wawili wawili tu. Walipoingia akafunga yeye. Sio tena wanapomgongea anasema, jamani, sikufunga mimi, sio mimi ningetamani muingie wote, lakini sio mimi niliyefunga. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Niombe tu nisisitize, ni maswali mazuri sana, mazuri mno, yanatupa ufahamu zaidi, ila naomba tulenge yale tuliojifunza ili tutunze muda vizuri. Baadaye tutakuwa na maswali pengine general, sawa, lakini kwa sasa hivi tulenge tu yale ambayo tumejifunza kwanza. Mungu atubariki sana. Asante mwalimu. Bwana Yesu asifiwe.